jinsi walivyokipokea, kwa sababu mikutano yote tulikuwa tunahudhuria, bodi hii wamepokea chombo hiki kilikuwa na shida tena kubwa, changamoto zilikuwepo nyingi, lakini ukiangalia leo hii kulikuwa na hoja 19, 10 zimejibiwa, 3 na zenyewe wamezijibu lakini sio sahihi sana, zikabaki 6. Kwa hiyo jambo hili mimi niwapongeze sana bodi pamoja na management, lakini kushirikiana na mrajisi wetu wa taifa, naomba niwapongeze sana kwa kazi kubwa mnayoifanya, maana kulikuwa na madeni, kulikuwa na nini, zote hizo changamoto mmezifanya mpaka tunakwenda mpaka leo hii. Hata wajumbe wenyewe, wajumbe wenzangu ni shahidi kwamba leo hii sasa TCJE inaonyesha kwamba tunapiga hatua kulingana na jinsi mlivyoona. Jina langu naitwa Simon Mtendengo, ni makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Kahama Kaku. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningependa niongelee kwanza ukurasa wa namba 27. Ukurasa wa namba 27, Mheshimiwa Mwenyekiti, unatueleza tarehe ya upatikanaji wa bodi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niungane na mzee wangu aliyemaliza kuzungumza sasa hivi, kwa sababu niliona Kigongo huko kurudi huku mimi nitafeli. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ulivyotangulia kusema wenzangu, tangia bodi hii ingie tarehe 8 Juni 2024 tukiwa Kigoma, tulipokea taarifa ya mwenyekiti, lakini na sisi kama wajumbe tulishauri. Nadhani kwenye taarifa hii ukiifuatilia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kurasa ambazo tumenote hapa, taarifa nyingi zimefanywa kazi, likiwemo swala la hoja za ukaguzi wa COASCO. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli tuzungumze tu hapa kama wajumbe, bodi hii imepiga hatua. Waheshimiwa wajumbe wenzangu, mimi ni mwaka wa 4 ninashiriki kikao cha TCJE. Hatukuwa na taarifa ya namna hii. Hii bodi imepiga hatua. Ilikuwa inafika hatua tukiingia kwenye kikao ni kulaumiana tu. Leo tunajadili vitu ambavyo tulivizungumza na baadhi ya vitu vimefanywa kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa bodi na watendaji wako, mimi nichukue fursa hii kuwapongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba niendelee na ukurasa namba 28. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma hapa 5.1 watumishi wa TCJE, hapa panaelezwa kuna watumishi 8. Lakini ukishuka tu chini kuna watu wa kujitolea 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kwa karibu hapa, yawezekana ndio vipengele vinavyoendelea kututavuna kupata hati zenye mashaka. Ukiangalia hapa, mhasibu msaidizi ni mtu wa kujitolea. Lakini ukishuka hapa kwenye mapendekezo ya bodi, wameomba tuwaruhusu kuajiri afisa utumishi, watumishi 2 ambao ni afisa manunuzi mwandamizi na afisa tehama. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuondokane na haya, ilikuwa ni vyema Mheshimiwa Mwenyekiti, mhasibu msaidizi akawa mwajiriwa, sio mtu wa kujitolea. Yawezekana ikatupunguzia ada ya kupata hati ambazo bado tunahangaika kuziondoa zenye mashaka kuingia kwenye hati safi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiendelea namba 29, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwa Kigoma tulizungumzia tutapata mpaka mkaguzi wa ndani. Hapa hajapendekezwa. Mimi nilikuwa ninaomba ikipendeza, ili tuondokane na haya, mhasibu msaidizi ni wa muhimu na mkaguzi wa ndani ni wa muhimu, atatuondoa kwenye hati zenye mashaka. Niwapongezeni, mkutano wetu tumeuendesha vizuri, tumeuendesha kama viongozi, na niwatie shime ndugu zangu. Unapokuwa mjumbe mahali ukaletewa jambo, usisemi sasa sio size yangu. Kama sio size yangu, manake nisifanyaje? Nisiletwe. Hii ni spirit ambayo wanaushirika tunapaswa kufanyaje? Kuichukua. Na kauli mbiu yetu
tunashauri, tunaelekeza, tunaamua kwenye mikutano. Tukiwa na spiriti hii tutakwenda. Na nimeona kuna ambayo mmeshauri, kuna ambayo mmeelekeza, na kuna ambayo mmefanya nini? Mmefanya maamuzi hapa hapa. Nipende kuwatia shime kokote ulipo, ushirika wetu upo kwa mujibu wa sheria na mmepewa dhamana kubwa, kama tulivyosema, kuhakikisha kwamba inatoa huduma na kusaidia wanachama na vyama vyetu. Lakini tulizungumza kwamba sisi kama wakulima wa nchi hii kumekuwa kunalalamikiwa sana na shirika la afya duniani kwamba wakulima wa tumbaku wanazungumzia mazingira, tunasema mazingira tunasema tupande miti sana, si ndio? Lakini tu sio hilo halitoshi. Inaonekana hata namna ya utumiaji wa vifaa kinga sisi kama Tanzania hatujali. Msimu uliopita tulitoa vifaa kinga, tena ilitumika maneno tu kwamba bure, si ni kweli? Sasa mwaka huu sisi tumeagiza chombo hiki, sio kwa kupitia sijui nani katikati pale, tumeagiza, na lengo ni kwamba vifaa kinga hivi vikifika kwa wakati tuhakikishe kwamba vinagawiwa kwa wakulima au kwa wanachama huko mahali tulipo. Sawa ndugu zangu? Hasa NPK makali na urea zilikuwa na changamoto tena kidogo msimu uliopita, ambapo tulipewa maelekezo kwamba wenzetu TFC walishindwa kufanya uagizaji. Mimi nitoe ombi, kwa nini kana urea zisirudi TCJE? Kwa sababu kila mwaka jana mwenyekiti, utakumbuka ukiwa wewe mwenyewe mkutano ni mwenyekiti wa mkutano pale Kigoma, nilisema yani pamoja na mahamasisho mengi ya kuona tunatamani bei ya tumbaku iendelee kupanda, lakini bei ya tumbaku hata ikifika wastani wa taifa $10, kama mbolea zitakuwa zifiki, nisema mambo mawili, kama mbolea zitaendelea kufika kwa ucheleweshwaji. Taarifa ya mkaguzi, kwa maana kwa taarifa ya mkaguzi tuna taarifa kama 5 ambazo huwa tunaziandaa, kwa maana ya taarifa ya hali ya fedha ambayo tunaita balance sheet, lakini pia tuna taarifa ya mapato na matumizi, tuna taarifa ya mabadiliko ya mtaji wa chama, lakini vile vile tuna taarifa ya cash flow kwa maana ya mtiririko wa fedha, na tuna taarifa za ufafanuzi ambazo zinakuwa zina majedwali ya kuonyesha namna gani ambavyo zile kasima na maelezo mengine ya ufafanuzi yanayokuwa yamewasilishwa kwenye taarifa yetu. Sasa tukienda kwenye taarifa yetu katika ukurasa wa 17 tulianza na taarifa ya mapato na matumizi, ambapo jumla ya bilioni 3.5 zimepatikana ndani ya mwaka huu kwa maana ya mapato ya chama, ikiwemo bilioni 3.2 ni mapato kutokana na usimamizi kwa maana usimamizi wa pembejeo, lakini vile vile mapato mengineyo yaliongezeka karibu kwa asilimia 200 na kitu, kutoka milioni 9 mpaka milioni 209, ambayo mengi yamechagizwa kutokana na shughuli mbalimbali za chama, ikiwemo zabuni ambazo kwa zimetangazwa yamepatikana. Kwa jumla mapato yameongezeka kwa asilimia 77 kutoka mwaka jana kuja mwaka huu wa fedha ambao tumeukagua. Hili ni jambo la kupongezwa na tunaona juhudi kubwa ambazo zinaendelea katika usimamizi wa chama katika eneo la mapato. Lakini vile vile matumizi yameongezeka kutoka bilioni 1.8 kwenda bilioni 3.86, sawa sana na ongezeko la asilimia 100, hivyo na kupelekea pia kupata hasara ya karibu ya bilioni 3.9 katika taarifa zetu za fedha. Lakini vile vile katika kodi ya serikali ambayo ilitambuliwa katika taarifa hii ni bilioni 48, ambayo ni kodi ambayo inatokana na shughuli za chama katika jedwali la kodi ambalo huwa tunaliandaa kwa ajili ya kuonyesha kiasi cha kodi ambacho tunapaswa kulipwa serikalini. Kwa hiyo katika eneo la matumizi kwa ujumla tunaona kwamba mapato yameongezeka, lakini vile vile na matumizi yameongezeka. Ndugu wajumbe, naomba sasa mniruhusu niwapitie kwenye taarifa ya hali ya fedha, kwa maana taarifa ya balance sheet. Hali yetu ya kifedha ikoje, kwa maana thamani ya mali na madeni ya chama chetu. Taarifa hii huwa inaonyesha mali za chama, lakini vile inaonyesha na madeni ya chama tulionayo, lakini vile inaonyesha mtaji wetu jinsi ambavyo unavyokuwa au unavyopungua kutokana na shughuli tunazozifanya. Ndugu wajumbe, jumla balance sheet yetu inasoma rasilimali za chama kama bilioni 162.2 ambazo zimeongezeka kwa asilimia 17, ambapo mali sasa tunaonyesha kwamba zimeongezeka karibu kwa bilioni
1.6 ambazo zitokana milioni 560 na milioni 256 zimeongezeka kwa maana ya kununua kiwemo gari tulilolinunua la milioni 240 ambalo limeongeza mali za kudumu. Lakini vile vile ndugu wajumbe, tu kama nilivyosema awali, tuna milioni 976 ambazo zimeongezeka kama mali ambazo zilikuwa ni mali za FDTU pale zamani, baadaye zimetambuliwa kwenye balance sheet yetu na kuwa mali za TCJE, kwa hiyo zimeongeza. Ndio maana tunaona kwamba sasa kwenye mizania yetu kwa maana ya balance sheet au taarifa ya hali ya fedha imeongezeka kwa 17% kutokana na mali hizo ambazo nimezitaja. Lakini vile vile kwa upande wa mtaji wetu umeendelea kumonyoka kutokana na hasara ambayo imepatikana kutoka milioni 617 mpaka bilioni 3.5, na imetokana pia na hasara iliyopatikana katika ile shughuli za mradi wa mbolea. Sasa yawezekana mwaka huu tumekodi hasara, lakini mwakani kani faida, kwa sababu tulikuwa tuna bidhaa ghalani ambazo kwa lugha nyingine tumeagiza pembejeo ambazo zilikuwa ni nyingi, ziko ghalani, zilikuwa hazijaenda huko kwa ajili ya wakulima, manake zikishauzwa kwa maana yoyote ile kwamba balance sheet lazima itakaa vizuri. Kwa hiyo tunategemea taarifa za fedha mwaka huu pengine zikaja taarifa nyingine tofauti kutokana na ile bilioni 8 ambayo tunaiona pale katika bidhaa ghalani. Lakini ndugu wajumbe, tulikuwa tuna mkopo wa CRDB, mkopo wa muda mrefu. Mkopo umeendelea kupungua na umeendelea kulipwa, ambapo tunaona kwamba kwa mwaka huu tumepunguza kwa 25% kutoka bilioni 1.1 na umepungua mpaka kufika milioni 861. Ni juhudi za management na bodi tunaona wanaendelea katika kupunguza deni hili, ambalo kwa namna moja au nyingine tunaona kuna juhudi za makusudi ambazo zinafanyika katika kupunguza deni la muda mrefu. Lakini vile vile kuna adhima za muda mfupi ambazo zinaonyesha pia na zenyewe kupungua, kwa maana ya mwaka huu zimepungua kwa 17%. Kwa hiyo katika hali ya fedha inaonyesha hivyo. Kwa hiyo dhima za chama pia zimeenda kupungua, lakini pia mkopo umeenda kupungua kwa maana na assets zimeenda kuongezeka kwa maana ya rasilimali. Kwa hiyo balance sheet yetu bado inatupa promise nzuri ya kuonyesha kwamba tunaendelea vizuri katika swala zima la kusimamia rasilimali za chama, lakini vile vile kupunguza madeni ambayo pengine yanaweza kawa ni changamoto katika chama chetu. Katika mtiririko wa fedha, ndugu wajumbe, katika taarifa hii tunaangalia namna gani fedha zilivyoingia na kutoka katika chama. Sasa tumeshauri na kutoa maoni yetu katika hali hii na kuonyesha mtiririko, na huwa tunapata kufanya tathmini na chama na kueleza kwamba katika mtiririko wa fedha ni vyema tukao tunaangalia ni maeneo gani ambapo fedha zetu zinatumika zaidi na ni maeneo gani ambayo inabidi tuwekee nguvu kwa ajili ya kuendelea kuboresha.